miongoni mwa vyakula ambavyo vinaongeza uwezo wa akili ni kula vyakula venye wanasema omega 3. Kwa mfano vyakula vyakula vyenye asili ya wanyama, kwa mfano samaki. Ulaji wa samaki, hata nyama. Kwa mfano hata nyama, samaki pia ni nyama ambayo nasema nyama nyeupe, hata nyama nyama nyekundu. Pia ulaji wa mboga hizi za majani mara kwa mara, hii inakusaidia pia kuongeza ubongo wako unakuwa mchangamfu. Pia changamoto kubwa ambayo inawakuta wengi, unakuta inapunguza kwa mfano uwezo wa ubongo kufanya kazi vizuri. Hii inaweza kuathiri hata wanafunzi walioko mashuleni. Ni ulaji wa vyakula vya kuchakatwa, vyakula vya viwandani ambavyo vinakuwa na kiasi kikubwa cha sukari. Hii inapunguza ubongo, unakuta uwezo wa ubongo kufanya kazi vizuri unapungua. Ini yake ni vizuri kula vyakula vyenye omega 3 ambavyo vitakusaidia ubongo unakuwa unafanya kazi vizuri. Pia lazima uzingatie unywaji wa maji, fanya mazoezi, usiishi maisha ya bweteke. Usio unapenda tu kulala. Kwa hiyo itakusaidia pia kuimarisha uwezo wa akili kufikiria. Kitu kingine ambacho kinasaidia pia ubongo kufanya kazi vizuri ni pamoja na ulaji wa chumvi yenye madini joto. Anasema chumvi yenye madini joto, iodine. Kwa hiyo inasaidia pia uwezo wa akili kufanya kazi vizuri. Chumvi iliyo bora ni chumvi iliyowekewa madini joto. Hata kama isipokuwa kama chumvi haijawekewa madini joto, kama madini, kwa mfano hizi chumvi unakuta hata kama ni ya mawe, lakini unakuta imewekewa madini joto. Lakini kama haijawekewa madini joto, kwako unakuwa unaweka chumvi ambayo haina afya. Na kuna njia rahisi ambayo unaweza kutumia kupima chumvi yako kama ina madini joto. Unachukua chumvi yako, kwa mfano ukichukulia ukikamulia limau, huwa inabadilika inakuwa rangi ya blue. Kwa isipobadilika hivyo, ujue chumvi yako haina madini joto. Kwa hiyo chumvi iliyowekwa madini joto inakuwa ni afya. Kwa hiyo ukikuta tu chumvi, yani hizi kama ni chumvi ya mawe haijawekewa madini joto, una tofauti na mtu tunasema unakula sumu ambayo sasa unakula sumu, kwa sababu unakula chumvi ambayo kwako haina faida.